Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Sehemu yetu ya tatu. Imamu anaendelea kumuuliza Shibli akimwambia, Shibli, hal sa'ayait, je ulifanya sa'i? Sa'i ni kule kukimbia mara 7 baina Safa wa Marwa. Kwa wale wanakwenda hija wanafahamu, sisi ambao hatukwenda hija tunasoma haya mambo kwenye vitabu. Ni kukimbia baina Safa na Marwa katika vilima viwili vile, iliyoitwa sa'i, mara 7 kwenda na kurudi, yani kwenda mara 7 kurudi mara 7. Akamuuliza, umefanya sa'i? Akamwambia, naam ya ibn Rasulillah, ndiyo ewe mtoto wa mtume, mimi nimefanya sa'i. Akamuuliza, fahina sa'aita, je wakati wewe unafanya sa'i nawaita annaka harabta ila Allah wa arafa minka dhalika allamul ghuyub, je wakati wewe unafanya sa'i, kukimbia, ulitiania kwamba wewe unamkimbilia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Sio kumkimbia, kumkimbilia. Yani manake, yani umemwelewa Mwenyezi Mungu unamkimbilia. Kumkimbilia ni vipi? Manake ni kumsikiliza, na unaposikia wito wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kama adhana au wito wote unaoitwa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu kama unakimbia, umetia nia hiyo. Umezielewa hizo falsafa kwamba wakati unakimbia Safa na Marwa tunamwenzi Mama Hajra. Sasa Imamu anamwambia, wakati unakimbia nia yako wewe ulitiania kwamba namkimbilia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wakati anaponiita. Yani haya mambo yote utekelezaji wake ni huku, sio kule Maka tena, ni huku unaporudi. Tuyaone kwamba wewe unaporudi kama haji, unapofika wakati wa sala, unaposikia hayya ala salah, hayya ala falah, hayya ala khairil amal, ni kwamba wewe unaacha kila kitu, unamkimbilia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio maana yake. Au la, kuna jambo lolote la Mwenyezi Mungu pale, kuna adhkari umeambiwa, kuna adhkari za Mwenyezi Mungu, kuna jambo la Mwenyezi Mungu umealikwa, kuna zungumzo Mwenyezi Mungu, unaacha shughuli yako na kumkimbilia Mwenyezi Mungu kule unakoitwa. Hii ndio maana yake. Je, umetia nia hiyo? Shibli akasema, la, sikufanya hivyo. Akamwambia, basi kama ni hivyo, ma sa'ait, hujafanya sa'i wewe, ikiwa hukutia nia hiyo ya kwamba nikirudi nyumbani mimi au nitapokuwa katika sehemu yoyote mimi nitakuwa namkimbilia Mwenyezi Mungu katika kila jambo ambalo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakuwa analipenda, kila jambo la Mwenyezi Mungu. Maana hujafanyaje? Hujafanya sa'i. Tutakuja sehemu ya 4.